Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, waheshimiwa viongozi wote wa kamati kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa kanda, viongozi wa mkoa pamoja na jimbo, itifaki ikiwa imezingatia. Kwa sababu tunajua tuna mkutano mkubwa kule Tarakea, tumesema tupite tuwasalimie. Kwa hiyo kwa haraka nitaomba hapa, nitawasimamisha viongozi wachache, watazungumza kwa niaba yetu na wengine tutazungumza katika mkutano mkubwa kule Tarakea. Naomba nimtambulishe tu, nitambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa wilaya, naomba tuupunge mkono wa kuone. Asante sana. Naomba pia mwenyekiti wa mkoa, naomba tuusalimie kwa heshima yako, najua mtazungumza kule Tarakea. Watu wa Rombo peoples. Watu wa Rombo, tumepata bahati leo ya kutembelewa na makamu mwenyekiti wetu wa chama wa taifa. Ninaomba mumpokee, tumsikilize. Ninaomba watu wa Rombo tupokee yale atakayoyasema na tutaenda kuyafanyia kazi. Tunaelewa ya kwamba taifa letu liko katika wakati gani. Ni wakati ambao tunatakiwa kutumia akili sana kwenye maamuzi yetu. Mimi najua nitaongea kwenye mkutano. Kwa hiyo sasa hivi narudisha microphone, lakini watu wa Rombo nataka niwasisitize ya kwamba mkubaliane na sisi. Tumesema ya kwamba kama hakuna mabadiliko ya uchaguzi kidogo tunayoyataka, hakutakuwa na uchaguzi. Watu wa Rombo peoples. Asante. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa. Naomba sasa nimuite mwenyekiti. Naomba nimuite mwenyekiti wa kanda, atasalimia na nitamuomba vile atamleta makamu mwenyekiti, na kabla Mheshimiwa makamu mwenyekiti hajazungumza atawaleta baadhi ya viongozi wa kitaifa walioambatana nao ili aweze kuwasalimia. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu. Asante. Peoples. Peoples. No reforms. No reforms. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa viongozi wa kamati kuu, Dr. Slaa, wananchi wote wa Mamsera, ninawasalimuni. Mheshimiwa makamu, nikukaribishe sana. Hapa ni Mamsera. Ni karibu sana, tunakaribia eneo letu la mkutano la Tarakea huko mbele. Kama ambavyo umeona, wananchi hao na hamu ya kukusikiliza. Kwa ajili ya muda, nikukaribishe uweze kusema na kuwapa matumaini. Kama unavyoona, tumepita pembeni ya barabara, ni mji uliojaa migomba na ndizi za kutosha. Lakini ukienda kwenye supermarket zetu pale Moshi, utakutana na ndizi zilizokaushwa kutoka nje na eneo hili. Maana yake serikali ya CCM hawana namna yoyote wanayoifanya kuhakikisha wananchi hawa wananufaika na mazao yao. Nikukaribishe kwa heshima kwa ajili ya kuwasalimia watu hawa na kuwapa matumaini. Karibu sana. Haya, watu wa Mamsera tusalimiane. Punga mkono namna hii. Punga mkono. Wote tuko pamoja. Peoples. Sasa kabla sijasema neno, tumeongozana na timu kutoka makao makuu. Tunaye mwenyekiti wetu wa vijana taifa na mjumbe wa kamati kuu, wakili Deogratias Mahinyira, ni miongoni mwa mawakili wanaomtetea Tundu Lissu. Tuko naye hapa. Tuko na Mheshimiwa Rose Maemba, mjumbe wa kamati kuu kutoka Njombe. Tuko na Dr. Wilbrod Slaa, aliyekuwa katibu mkuu wa chama chetu. Tuko naye hapa. Tuko na Mheshimiwa Grace Rweyemamu. Huyu Grace ni usajili mpya, alikuwa mgombea ubunge wa CCM na juzi tulipokuwa Mwanza amejiunga na chama chetu kwa ajili ya mapambano ya kubadilisha nchi. Sasa watu wa Mamsera, kwa sababu ya muda, nimpe Deogratias Mahinyira asalimie tu. Asalimie, alafu atampa Dr. Slaa msikie sauti yake pia, alafu niseme neno kwetu. Ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratias Cosmas Mahinyira.
ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Kwa sababu ya muda, naomba niseme jambo moja. Takwimu za sensa zinaonesha za mwaka 2022 karibu 80% ya Watanzania wote umri wao ni chini ya miaka 35. Na waombeni vijana wenzangu wa Mamsera, tuiunge mkono Chadema kwenye operation ya no reforms no election. Matatizo yetu msingi wake, tunao viongozi wahuni ambao wananchi hamkuwachagua. Kwa waombeni vijana wenzangu wa Mamsera, mwaka huu kama noma ikawe noma, niwake jua inyeshe mvua, wasipo hakikisha yanakuwepo mabadiliko ya sheria za uchaguzi, huo uchaguzi usiwepo, Samia aendelee kutuongoza kama wanaona ni jambo la maana. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Watu wa Mamsera, peoples! Asanteni sana. Mimi ninaitwa Rosi Mayemba. Nimeambatana na mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti upande wa Tanganyika. Tupo katika ziara, tunazunguka, tumefanya mikutano yetu kwenye kanda ya Nyasa, tumefanya kanda ya Kusini, tumefanya kanda ya Pwani, na leo tunaendelea, tuko hapa kwenye kanda yenu ya Kaskazini. Tulifanya pia Serengeti na Victoria. Kazi kubwa tuliokuja kuifanya hapa kwenu ni kuendelea kuzungumza na wananchi, kuwaambia umuhimu wa kufanya mabadiliko kwenye mifumo ya kiuchaguzi. Tunasema tunahitaji reforms, sio kwa sababu tu tunataka tupate wabunge, sio kwa sababu tu tunataka tupate madiwani, lakini tunahitaji reforms kwa sababu wengi walio viongozi kwenye mifumo mbalimbali ya kiserikali wanafanya kazi kichawa, hawafanyi kazi sawasawa na sheria zinavyotaka wafanye. Kwa hiyo tumekuja kwenu ndugu zangu, makamu mwenyekiti atazungumza na ninyi hapa, na sisi tutazungumza kwenye majukwaa huko mbele, lakini tunawaombeeni sana, muendelee kutuunga mkono, muendelee kuiambia dunia kwamba hata sisi wananchi tunaungana na msimamo wa Chadema wa kutaka mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi ili muweze kujipatia viongozi mnaowataka. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mamsera peoples! Mamsera, oh my God. Fanya mkutano hapa kwa helikopta, nadhani mtakumbuka huko nyuma miaka zaidi ya 10 hivi. Lakini niseme moja tu, mimi nataka kupitia Mamsera nimwambie Mama Samia, tulikuchagua kama tulikuchagua kwa sababu ulipatikana kwa ajali ya katiba. Kwa hiyo hatukukuchagua, hatukuweka rais wa kwenda kukopa hela. Tulimchagua rais wa kuhudumia wananchi. Na hakika wa Tanzania mnajua watu wengi wamepotea, na hata leo tunapoongea kuna kijana wetu wamepotea, lakini hatusikii chochote rais wa nchi akisema. Rais ndio kazi yake, na hotuba ya Mwalimu Nyerere ya mwaka 1902 aliwahi kusema haki ndio msingi uliotufanya tuombe uhuru. Hatukuombe rais wapende kukopa hela. Asanteni sana. Sasa watu wa Mamsera, niseme mambo mawili kwenu. Jambo la kwanza, tuko kwenye ziara ya chama inayoitwa no reforms no election. Kama hakuna mabadiliko ya sheria, hakuna uchaguzi. Kwa nini tumesema hivyo? Ukisoma ibara yetu ya 8 ya katiba inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo msingi wa mamlaka na madaraka yake ni wananchi. Alafu sehemu B inasema serikali itapata, lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Sehemu C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa serikali ipate mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Wananchi ni nani? Ni nyie hapa. Lengo kuu la serikali ni ustawi wa watu. Tukisema ustawi maana yake nini? Maana yake ni kwamba muwe na uwezo wa kulala pazuri, kuishi pazuri,
mtibiwe vizuri, msafiri vizuri, watoto wenu wasome vizuri. Kwa nini serikali imepewa lengo hilo na katiba? Ni kwa sababu rasilimali za nchi yetu zote. Hii ni nchi ya kwanza ya kuwa na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani huko hapa kwenu mlima Kilimanjaro. Hii ni nchi ambayo ina ziwa kubwa kuliko yote Afrika, la pili duniani ziwa Victoria kule mimi nakotoka. Hii ni nchi ya tatu kwa kuwa na madini ya dhahabu mengi kuliko zote Afrika nzima na duniani. Hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa hapa Tanzania. Hii ni nchi ambayo ina madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear na atomic yako Tanzania. Hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege, yanatoka hapa kwetu Kabanga, Kagera kule kwetu nani. Hii ni nchi ambayo ina mbuga kubwa za wanyama kuliko zote Afrika. Mkoa wenu wa Kilimanjaro una square kilomita 13,000. Mbuga ya wanyama ya Serengeti ina square kilomita 16,000. Kwa hiyo mbuga ya wanyama ya Serengeti ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro. Hali tulizo nazo hazifai sisi kuishi ni maskini namna hii. Na nyie mnavyojiona, warau wengine wengi katika nchi hii, nyie mnavyojiona, mnajiona mko kwenye umaskini, lakini kuna watu maskini kuliko nyie kwenye nchi hii, kwa sababu tuna viongozi wa hovyo ambao wametufanya katikati ya utajiri watu wetu muendelee kuishi kuwa maskini. Tumekataa hali hiyo, na Chadema tunataka tushirikiane na nyie kubadilisha hali hiyo kwa kuhakikisha kwanza tunapata uchaguzi huru na haki. Chagua mbunge akawe sauti yenu, kwa sababu kazi ya mbunge ni kwenda kukusemea wewe upate maji, upate barabara, upate shule nzuri. Kazi ya mbunge sio kwenda kuisemea serikali. Kazi ya mbunge ni kudifendi mwananchi. Ndio maana badala ya mwananchi wa wewe Rombo kwenda bungeni, wa Tarime kwenda bungeni, wa Dodoma kwenda bungeni, hakuna ukumbi wa kututosha wote kuingia. Mnachagua mtu mmoja kwa niaba yenu. Mimi nimekuwa mbunge, Dr. Slaa amekuwa mbunge. Tumekuwa na bunge la wajinga kwa sababu bunge hili halitokani na kura za wananchi. Mmewasikia jana wabunge wakati hotuba ya Wizara ya Mambo ya Ndani inasoma bungeni, wabunge wanazungumza kuhusu rais. Hotuba ya mambo ya ndani imegeuzwa kuwa hotuba ya kumsifia rais na kumdefend rais. Rais ambaye ana majeshi, rais ambaye ana usalama wa taifa, rais ambaye ana kila chombo cha nchi hii. Inakuwaje tena chombo cha wananchi ambacho ni bunge kigeuke tena kwa ajili ya kumdefend rais? Hiyo mnaona ni sahihi kweli? Hiyo ni sahihi? Mnahitaji mbunge azungumze kuhusu bei ya ndizi. Mnahitaji mbunge azungumze kuhusu barabara zenu za kutoa parachichi mashambani zifikishe kwenye soko. Bunge wanajigeuza kuzungumza kuhusu rais. Rais akivaa kiremba kizuri cha rais, tunampongeza rais kwa kiremba. Rais akivaa viatu vizuri, tunampongeza rais kwa viatu vizuri. Rais akikohoa, tunashukuru rais ametuletea kikohozi. Mvua ikinyesha Rombo, tunashukuru mama ametuletea mvua. Kana kwamba kabla ya huyu mama mvua ilikuwa inyeshia Rombo. Sasa hayo mambo hayakubaliki watu wa Rombo. Na haya mambo yanafanyika hivi kwa sababu hatuna tume huru ya uchaguzi. Kwa sababu wabunge na madiwani hawawajibiki kwenu, wanawajibika kwa serikali. Ndio maana Chadema tumesema ifanyike kwanza mabadiliko ya sheria ili tushindane kwenye uwanja unaolingana. Ndiyo mnasemaje watu wa Rombo? Ndiyo mnasemaje? Watu wa Tarakea ndiyo mnasemaje? Baraza la Maaskofu Katoliki limeunga mkono hoja ya Chadema kwamba kufanyike kwanza mabadiliko. KKT imeunga mkono kwamba tubadilishe kwanza sheria. Haki wanapinga mabadiliko ya sheria ni CCM peke yako, na vibaraka wanaoitwa chama walichoanzisha juzi wamekihonga fedha, ndio wanaunga mkono twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo. Niye mnasemaje Tarakea? Hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi ambao CCM ndio referee, CCM ndio linesman, CCM ndio wanaandaa mechi. Inawezekanaje
mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe Haji Manara, hiyo mechi itakuwaje? Watu wa Mamsera, hiyo mechi itakuwaje? Haiwezekani. Uongo kweli? Sasa sisi Chadema, chaguzi, nimekuwa diwani nikiwa mwanafunzi, nimekuwa mbunge nikiwa mdogo sana, sio kwa uchaguzi. Tunachotaka ni sheria iwe huru, tushindane. Huyu mama asimame hapa, Lissu asimame hapa, ipigwe dakika 90 kwenye uwanja unaolingana. Mamsera mnasemaje? Mnasemaje nyinyi? Saa 12 atakuwa kwao Kizimkazi. Uongo kweli? Amekuja ameuza bandari zetu zote kwa Waarabu, amewapa bandari mpaka milele, kwamba sisi watu milioni 63 hatuwezi kusimamia bandari zetu. Waarabu wako milioni 3 tu Dubai, wao wana akili kuliko sisi. Misitu yetu yote inayotoa hewa ya oksijeni wameichukua, wameikabidhi kwa Waarabu wa Omani. Mtawalipisha nini je watu wa Mamsera? Mtawapa nini? Nchi inageuka kuwa ya Wachina na Waarabu. Kwa hiyo tumekuja kwenu ndugu zangu, kuwaombeni kwamba ungeni mkono hoja ya Chadema ya no reforms, no election. Wakibadilisha sheria za uchaguzi, zikifanyiwa sheria za uchaguzi mabadiliko, sisi Chadema tutaingia kwenye uchaguzi asubuhi na kesho yake tutabadilisha nchi hii. Tutafanya rasilimali zetu zitumike kuendeleza watoto wetu. Inawezekanaje ndugu zangu? Inawezekanaje? Nyie mnalima tomato, mnalima nyanya, uongo kweli? Sisi tunalima, tuna miti hapa. Inawezekanaje mzee wangu kwamba toothpick zinatoka China wakati miti iko hapa? Hao watoto wenu watapata wapi ajira? Kama mnachukua fedha hapa, mnanunua toothpick zinatoka China, mnachukua fedha Tarakea, mnachukua fedha Mamsera, mnazipeleka China kutengeneza ajira. Inakuwaje hapa? Mwalimu Nyerere alijenga kiwanda cha General Tyres hapa Arusha. Uongo kweli? Kilikuwa kinatengeneza tairi za magari. Uongo kweli? Leo tuna bodaboda kila kitongoji. Tairi ya bodaboda ikiisha hapa Mamsera, fedha inatoka Mamsera inakwenda China Guangzhou kuagiza tairi ya bodaboda. Kama kiwanda kingekuwa hapa cha General Tyres, mtoto wako angeajiriwa hapa General Tyres Arusha, pesa ingetoka Mamsera ingeenda Arusha, ingemlipa yule mtoto wako mshahara. Yule mtoto akitaka kujenga hapa kwenu ataajiri fundi wa Mamsera. Yule fundi akipata pesa atanunua chai kwenye mgahawa ule. Yule mwenye chai atamwagiza bodaboda amletee sukari mjini. Pesa itazunguka miongoni mwetu. Leo inatoka hapa inakwenda China kwa sababu tuna viongozi wa hovyo madarakani, hawana uwezo wa kuongoza, wanakaa kutisha watu. Sisi tumekataa kuogopa, tunataka mabadiliko. Tunataka mabadiliko. Chama chetu kinasimamia kuhakikisha uchumi wa nchi yetu unabaki hapa kutajirisha watu wetu. Tuna uwezo huo. Tuna uwezo wa kufanya kila mtu aishi vizuri. Sisi ni nchi nzuri, ni nchi ya asali na maziwa, ni nchi ambayo ina Tanzanite peke yake duniani. Inakuwaje watu wetu ni maskini? Bob Marley katika wimbo wake wa Rattles anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu. Katikati ya utajiri, viongozi wetu wa hovyo wametufanya kuwa maskini. Tukatae hali hiyo. Umaskini huu hatujaliwa na Mwenyezi Mungu. Huu ni umaskini wa kutengenezwa na CCM. Mwenyezi Mungu angetaka tuwe maskini, asingetupa dhahabu, asingetupa ziwa Victoria, asingetupa Tanzanite, asingetupa mbuga za wanyama, angetuweka jangwani Misri. Lakini alituleta hapa kwa sababu akatuweka kwenye nchi nzuri ambayo mvua inanyesha. Alitaka tuishi vizuri.